Omega. Wapi shangwe na makofi na vigelegele kwa Yesu. Hallelujah. Jesus, we worship you. Jesus, we adore you. Jesus, we give you glory and honor. Hallelujah. 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 Glory. I say glory. Amen. I say glory. Amen. I say glory. Amen. I say glory. Amen. Come on, somebody celebrate him once more. Uko Alpha na Omega. 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 Uko mwanzo tena mwisho. Uko mwanzo tena mwisho. Uko mwanzo tena mwisho. Uko mwanzo tena mwisho. Uko Alpha na Omega. 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 Kuna ombi tunataka kufanya. Tunataka kufanya ombi ya imani. Mtu aseme ombi la imani. Ombi la imani. Watu wamekimbia mji wa Goma kwa sababu wameambiwa ya kwamba yawezekana kutoka kesho mji utaripuka, na wakawaambia waanze kutoka. Sasa conditions ambazo watu wako ndani ni za kuogofya. Wengine wanakimbia, wamepoteana na watoto, wengine wamekimbia. Wamewaambia gasi yenye iko kwa maji inataka kuripuka kwa sababu ya shida za volcano. Wameambiwa ya kwamba kuna lavas nyingi chini ya udongo ambao unaweza kuripua Goma mzima. Pia pana unabii zimetolewa ya kwamba Bwana anasema watu wa evacuate mji mzima wa Goma kwa sababu utaungua. Lakini ninachokijua ni kwamba aliye ujenga mji wa Goma hataruhusu uungue. Nasema aliye ujenga mji wa Goma hataruhusu uungue. Amen. Sijui ninaongea na nani. Nasema Mungu aliyeruhusu mji wa Goma ujengwe hataruhusu mji huo uungue. Pana mambo ambayo yanapangwa na Mungu juu ya Goma, na anataka kufunza kitu moja, ya kwamba hata wakati akili za watu zinafika mwisho, anabaki kuwa Mungu. Tunataka kutangazia mji huo ya kwamba hapata kuwa na mlipuko wowote ambao utainuka tena Goma. Hiyo gasi yenye iko kwa maji itatulia ndani. Nasema ndani ya maji. Na hiyo lava yenye iko chini ya udongo itatulia chini ya udongo. Sio jana imeingia hapo, imekuwa hapo miaka, itatulia tena hapo. Sio jana imeingia gas kwa maji, imekuwa kwa maji, tutayamurisha itulie. Uko tayari kuomba pamoja na mimi? Uko tayari kuungana na watoto wa imani? Yes. Ninaandaa mkutano Goma na nitaufanya Goma. Nasema nitaufanya Goma. Aliyekuwa anaandaa mkutano anaweza kuendelea. Ninakiri tutafanya mkutano huo Goma. Na hatutaufanya kwa Goma iliyoungua, tutaufanya kwa Goma iliyokingwa. Nasema mkutano huo utafanyika kwa Goma iliyokingwa, sio Goma iliyoungua. Kwa hivyo tunataka kuomba Mungu asaidie ya kwamba walioenda picnic watarudi nyumbani. Maana yake yapata kuwa madhara yoyote ambayo imetangazwa ambayo itafanyika Goma. Kwa nini? Kwa sababu sio mara ya kwanza. Wakaulizana malaika watatu, wakaulizana wakaambiana, tunawezaje kuichoma Gomora na inaitwa
Sodoma na Gomora bila kuwa tumeuambia rafiki yetu Abrahamu siri. Na wakamwambia Abrahamu siri, na Abrahamu akanegotiate na Mungu. Akamuuliza, ukikuta kuna watu akaanza na 50 akashuka mpaka akafika 5. Natangaza leo hii, kama Mungu ameweka watumishi wake kwa mji wa Goma, juu yao mji huo hautaungua. Juu ya wale wateule walio kwa huo mji, katangaza Goma haitaungua. Nasema Goma haitaungua. Nasema Goma haitaungua. Nasema Goma haitaungua. Juu ya wateule ambao Mungu ameweka kwa mji wa Goma, juu ya maombi ambayo imeombwa hapo, juu ya madhabahu ambayo yamesimamishwa hapo. Nasema Goma haitaungua. Natangaza kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wanaongojea kesho Goma kuungua, watangojea miaka, watangojea miaka, watangojea miaka, kwa sababu kuungua mji huo hautaungua kwa jina la Yesu. Nasema tunaomba maombi ya nini? Tunaomba maombi ya imani. Nasema tunaomba maombi ya nini? Maombi ya imani. Asante mtumishi wa Mungu. Hii ni bendera ya Kongo, na Goma ni moja ya miji ambayo ninaipenda Kongo, na tunasimama hapa leo kwa mji huu wa Nairobi kutangaza ya kwamba mji wa Goma hautaungua. Nasema mji wa Goma hautaungua. Nasema mji wa Goma hautaungua. Madhara ambayo yameinuka pale, na humu 1:9 inasema, munawaza nini juu ya Mungu? Munawaza nini juu ya Mungu? Magumu yenu hayatainuka mara ya pili. Tunatangaza kwa jina la Yesu, according to Nahum 1:9, magumu ya Goma haitainuka mara ya pili kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunatangaza kwa imani, mji wa Goma umelindwa na kukingwa. Mji wa Goma unawekwa walinzi usiku wa leo. Mji wa Goma umeweka malaika wa kulinda usiku wa leo. Wanatuliza dhoruba, wanatuliza gas, wanatuliza hiyo lava, wanatuliza chochote kile. Kama unaamini sema naamini. Goma haitaungua. Kama unaamini sema naamini. Bwana hajaijenga Goma ili kwamba aje kuichoma. Nasema Mungu hajaijenga Goma ili kwamba aje kuichoma. Tunasimama pamoja na waamini na watakatifu wa mji wa Goma. Tunatangaza ya kwamba mji wa Goma unalindwa. Mji wa Goma unakingwa. Ghorofa za Goma hazitaendelea kuanguka. Mtetemeko wa ardhi hautaendelea kuitesa Goma. Tunatangaza ulinzi na ukingo dhidi ya mji wa Goma. Oh, I love Nahum 1:9. What do you conspire against the Lord? He will not make utter end of it. Affliction will not rise up a second time. We declare every affliction on the land of Goma will not rise for the second time. Amen. I say will not rise for the second time. Amen. Tunatangaza haitasimama mara ya pili. Weza wa Mungu, weza wa Mungu juu ya mji wa Goma. Tunaomba kwa imani. Nasema tunaomba usiku wa leo kwa imani ya kwamba Daudi akaambiwa ya kwamba mji wa Yerusalema malaika wa kifo anaelekea huko. Nakumbuka alikuwa ameua 70,000. Tena ameambiwa malaika wa kifo anaelekea huko. Maana yake leo itakuwa ni hatari Yerusalema. Na Daudi akakimbia na akafika katika mahali ambapo alikuwa ameambiwa na Mungu anafaa kuitolea sadaka. Akasimama pale, akaanza negotiation. Akaambia mwenye hiyo mji, ninataka kumtolea Mungu sadaka hapa ili kwamba calamity isimame.
Na huyo mtu akamwambia chukua kwa bure. Daudi akamwambia siwezi kumtolea Mungu kitu ambacho hakina maana, na akakinunua. Biblia inasema alipoanza kutoa zabihu yake pale, malaika wa kifo katika mji akasimama na akaacha kazi. Tunasimama katika madhabahu takatifu, tunatangaza kwa jina la Yesu Kristo, malaika wa kifo aliye kwa mji wa Goma asimamishwe na aache kazi. Nasema malaika wa kifo aliye katika mji wa Goma asimamishwe na aache kazi, asimamishwe na aache kazi, asimamishwe na aache kazi, asimamishwe na mpango wake wa kifo uharibike. Haleluya, 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 haleluya. Glory, 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 glory. Nasema glory, glory, glory. Kwa hivyo tunatangaza mikutano ya Injili Goma yataendelea. Injili Goma itaendelea. Ujenzi wa mji utaendelea. Ukingo wa mji utaendelea. Mahali pale ambapo hizo love zilikuwa zimefika, pale nje tunazitangazia zitaishia. Hakuna mahali zitaendelea. Hakuna mahali zitaripuka. Wamesema eti zitaripuka kila mahali. Kwa uweza wa Mungu hakuna mahali zitaripuka. Tunatangaza hakuna mahali zitaripuka. Isaya anauliza, ripoti ya nani mtaiamini? Whose report will you believe? Waliopeana ripoti hawakusema uongo. Walisema ukweli kufuatana na jinsi walivyoona. Lakini kuna Mungu awezaye kubadili. Kuna Mungu awezaye kubadili. Kuna Mungu awezaye kubadili. Usiku wa leo ripoti zao twazibadilisha kwa jina la Yesu. Ripoti zao twazibadilisha kwa jina la Yesu. Ripoti zao zidi ya mji wa Goma twazibadilisha kwa jina la Yesu. Mungu akamwambia Musa, nitawaua wana wa Israeli kwa sababu wamefanya machukizo mbele yangu. Musa akamwambia Mungu, ukiwaua hawa, mataifa mengine yote yatajua ya kwamba ulishindwa kuwakinga katika jangwa, hukuwa na uwezo wa kuwalinda katika jangwa, ndio kwa maana umeruhusu wafe. Onyesha mkono wako Mungu, usiruhusu mataifa mengine ya kukinai. Na Mungu akamsikiza Musa na akabadili mawazo. Usiku wa leo, ikiwa zombi za Goma zilikuwa zimemnukia Mungu, kwa niaba ya watu wa Goma tunazitubu. Lakini tunasema Baba, hautaangamiza mji. Hautaangamiza mji. Kwa sababu wewe ni Mungu wa rehema. Wewe ni Mungu wa rehema. Kumbuka rehema juu ya Goma, na mji huo hautaangamia. Kwa hivyo tunaomba ulinzi kwa wale ambao wamekimbia tayari. Mahali wameenda Bwana, uwape mafanya na mafanyikio na ukingo na ulinzi. Alafu uwarejeshe nyumbani kwa amani. Watakapoambiwa ya kwamba mji umetulia na amani imerudi na hakuna kuungua ambao mji umeungua. Sifa na utukufu utakuwa wako peke yako. Kwa hivyo kwa niaba ya mji wa Goma tunakushangilia Bwana. Tunakushangilia Mungu. Tunakushangilia Bwana. Tunakushangilia Bwana. Tunakushangilia. Glory. 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 Kwa hivyo tunatangaza kwa hii muda, vilivyo chini ya udongo vitulie chini ya udongo, vilivyo kwa maji vitulie kwa maji, vilivyo juu ya milima
vitulie kwenye milima, kwa sababu Mungu wa milima ndiye Mungu wa mabonde, na Mungu wa mabonde ndiye Mungu wa maji, na Mungu wa maji ndiye Mungu wa anga. Ikiwa kuna gasi yoyote katika anga, tuitangazia i-evaporate. Upepo mkali uupeleke na isimzuru mtu tena. Huo mji kwa imani usiku wa leo tunautangazia umelindwa na kukingwa, na hakuna lolote litakalo uzuru tena. Kwa jina la Yesu tunaomba. Amen. Patia Bwana makofi mazuri. Thank you, Jesus. Thank you, Master. We praise you and we exalt you. And with the same breath, we now pray for our nation. This beautiful nation of Kenya. We declare and we decree that our nation is secure. From north to south, from east to west, Kenya is protected. Kenya is secure. Kenya is in the hand of the Lord. We declare our beautiful nation is blessed. No calamity will arise against this nation, and no power will arise against us. We are protected and covered, and so shall it be. We celebrate you, our Master. Hallelujah. Oh, 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 victory belongs to Jesus. Victory belongs to him. Come on, somebody say it. Victory. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to him. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Jesus. Victory, victory. Victory belongs to him. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to him. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Jesus. Raboshes kabarabarabashanda. Victory belongs to him. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Jesus. Oh, Raboshendeleza. Victory belongs to Jesus. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to him. Victory belongs to him. Yes, Lord. Victory belongs to him. Say that, say that. Victory belongs to him. victory belongs to him. Oh, 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 oh.
Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Father, we pray that the entrance of your word will bring light and understanding, and our lives will never be the same again in Jesus' name. Amen. Thank you so much, brother. Worship, the Lord bless you. Can you celebrate the Lord for the great work? Media, this screen is not working for me. People of God, we began looking at the understanding our identity. And then we came across some few points. We looked at point number 1, that we are children of God. We looked at point number 2. God is mindful of us. So whatever he does, he has us in his mind. Amen. Glory to Jesus. I say glory to Jesus. Today, we want to continue quickly. And point number 3, I want you to know that you are saved by grace. I say you are saved by grace. Somebody say, I was saved by grace. I believe you can confess it better. Say, I was saved by grace. Nataka uelewe ya kwamba uliokoka kwa neema. Kwa nini nina insist kwa neema? Maana yake mchango wako haukuwa kutumika ili kwamba uokoke, lakini neema yake ilikuokoa. Haleluya. Haleluya. Kwa hivyo yeyote asikuogopeshe ama asikuletee mambo. Haijalishi umetoka wapi ama umekuja aje ama uliletwa na nani na uliletwa na nini. Iliyokuokoa ni neema. Kwa hivyo iliyoniokoa ndio iliyokuokoa. Kama unanisikia sema amen. Kwa nini nina insist tena? Ni kwa sababu wengi waliambiwa ya kwamba utumike sana ili kwamba wokovu ikuwe assured. Nimekuja kukutangazia hakuna lolote uwezalo kulitenda ili kwamba ukamilishe wokovu yako. Wokovu yako ilikamilikaga kabla hujaipokea. I say the salvation you have is a complete package. Amen. The salvation you have, thank you so much media. The salvation you have is a complete package. I was waiting for the screen to come. We read together this scripture. Put for us Ephesians 2 verse 8 and we will go up to verse 9. Ephesians 2 8 we will go up to 9. Kiona simama tuheshimu neno la Mungu. Thank you, Jesus. Thank you, Master. You look good. I say you look good. You look better than last time when you were here. Wow. Can you appreciate yourself? Wow. You look wonderful. You look wonderful. Ephesians 2 verse 8. Those who are on screen together, 1, 2, 3, read together with me. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourself. It is the gift. It is the gift of God. Can we read it again before we go to 9? 1, 2, 3, go. For by grace you have been saved through faith, and that not for yourselves. It is the gift of God. 9. Gone, not of works, lest
anyone should boast. Are we clear? Tuliokoka kwa neema kupitia imani, na sio kwa uweza wetu, lakini ni kipawa ama ni zawadi kutoka kwa Mungu, na sio kwa kazi tulioifanya, asije mtu akajisifu. What does that mean? Kushinda unatumika haikupi wokovu. Ndio kwa maana wengi, tunaweza kuketi tafadhali? Wow. Ndio kwa maana wengi wako katika kazi ya eklesia, na wengi wako katika kazi ya dini, lakini hawako katika mpango wa Mungu. Wokovu haukuji kwa kazi tunazozifanya kanisani. Alo? Wokovu haikuji kwa sababu ya vile tunavyotumika. Na ndio kwa maana asikudanganye mtu ya kwamba baada ya kifo familia yako inaweza kuwa naenda fanya kazi fulani fulani, ili kwamba zikuandae kama ulikufa kwa dhambi, zikutengenezee upate neema ya kuingia mbingu. Tuliokoka kwa neema na kupitia imani. Kwa hivyo haiko kwa kazi yetu. Na ninataka nikuhakikishie, ikiwa uliokoka kwa neema, Bwana atakuhifadhi katika wokovu kwa neema. Nasema Bwana atakuhifadhi kwa neema. Kama unanisikia sema amen. Kwa hivyo wakati unapoanza kuelewa identity yako, elewa ya kwamba wokovu ni zawadi umepewa na Mungu. Na ndio kwa maana Biblia iko wazi ya kwamba ni kupitia confession yako na belief yako ndio inakufanya uwe nini? Uokoke. Haleluya. Haleluya. Kwa hivyo kazi zote tunazozifanya kanisani zina malipo yake kwa ajili ya Mungu, lakini hazileti nini? Hazileti wokovu. Wengine walidanganywa wakaambiwa ya kwamba ubatizo ndio wokovu. Wengine wakaambiwa kukomunika ndio wokovu. Wengine wakaambiwa kudhabitishwa ndio wokovu. Wengine wakaambiwa kutumikia eklesia ndio wokovu. Na kuja leo kukutangazia mtoto wa Mungu, wokovu unakuja kupitia neema, sio kupitia kazi tunazozifanya. Tuliokoka kwa neema, na hatuokoki kwa sababu ya kazi yoyote. Ingelikuwa ni juu ya kazi, wengine wangelikuwa wameokoka zaidi kutuliko, kwa sababu kutumika nayo wametumika. Lakini nataka nikuhakikishie ni kwa neema. Nasema ni kwa neema. Angalia jirani yako, mwambie hujaokoka kuniliko. Unasema ukiwa na woga Angalia jirani yako, mwambie hujaokoka kuniliko. Mwambie sote tumeokoka tu sawa. Ni kwa neema tu. Mwambie ni kwa neema tu. Hakuna wengine wenyewe walienda kumungoa Yesu kwa msalaba wakaokoka. Sasa wakati unapoangalia watu, mtu asikushtue na wokovu. Wokovu ni zawadi kutoka kwa Mungu. Tunaokoka namna gani ili kwamba uelewe? Twende Waroma. Twende Waroma 10 mstari wa 9. Waroma 10:9. Nataka mtu anifuate vizuri kwa sababu niko najenga this is the basics of faith. Zenye zinakusaidia wewe kama Mkristo kuanza kujielewa katika wokovu. Haleluya. Haleluya. Hiyo inamaanisha nini? Acha nikupe mfano. I have my son here mfano. Niko na kijana wangu hapa. Emmanuel, simama. Emmanuel aliokoka jana. Leo ninamkaribisha katika ukumbi huu. Tukisimama na Emmanuel mbele za Mungu. Alo, niliokoka 1998 na Emmanuel aliokoka, tutaingia sote.
Nasema kuingia mbingu tunaingia. Naweza kuketi kijana wangu, karibu, Mungu akubariki. Maana yake nini? Wokovu haufatani na umri wa miaka umekuwa kwa huduma. Wokovu inatokana na hii tunataka kusoma. 1, 2, 3, go. That if you confess with your mouth. Do you have a mouth? Do you have a mouth? So that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your, kuna mtu anakubebeaga roho yako. You have your heart. Believe in what? In your heart that God has raised him from the dead. You will be. Hallelujah. Ukikiri kwa kinywa chako Yesu Kristo na kuamini ndani ya moyo wako ya kwamba Mungu alimfufua kutoka kwa wafu, utafanya nini? Utaokoka. Twende 10. Let's go. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Hallelujah. I say hallelujah. Why? Through faith. It's because there is a matter of you believing. Jesus has already given it by grace, but we receive it through faith. So let nobody intimidate you anymore. The same way he was saved, that's how you are saved. The phenomena may be different. The ways of salvation may be different, but the formula is, it is by grace through faith. So kutoka leo, shetani akikuletea nyofu, unamwambia, mimi sikuokoka kwa sababu ya kazi zako. Niliokoka kwa sababu ya neema. Nilipokubali, nikaamini, nikafanya nini? Nikaokoka. Kwa hivyo asikushtue tena shetani kutoka leo. Kama unanisikia sema amen. Shetani akianza kukutajia, wewe unajua hiki na hiki na hiki, unajua hiki na hiki, unamwambia hiyo yote ninaijua, lakini kwa neema niliokoka kupitia imani, inatosha. Kama unanisikia, patia Bwana makofi mazuri. So in your identity you must know that you are saved by grace through faith. Never forget that. And if you are saved, if it is a gift from God, are we together? The only one who can give back the gift that you was given is the one who received it. Am I clear to somebody? Kama ni zawadi kutoka kwa Mungu, nikipewa zawadi sahizi mfano, si ndio? Mtu aje anipe hii zawadi, aniambie hii nimekupea kama zawadi, kwa sababu mimi nimeipokea for free, maana yake na aliipata free. Yawezekana amelipia gharama. Aliyelipa gharama ya wokovu ni Yesu Kristo, na anayelipa gharama ya injili ni mimi. Halo, wokovu ndiyo free, lakini injili ni gharama. Kwa sababu aliyelipa wokovu gharama yake ni nani? Ni Kristo. Alilipa maisha yake msalabani ili kwamba mimi niipokee free, na mimi ninagharamika kufanya injili ili kwamba wengine wapokee wokovu free. Angalia jirani yako, mwambie kugharamika nayo kwa injili tutagharamika. Kama ni kugharamika kwa injili nayo ni sharti tugharamike, kwa sababu kama ni kuokoka nayo tulipewa bure, na ili kwamba wengine waipate bure na wewe ni sharti sasa uanze kufanya nini? Kugharamika. Ndio kwa maana hatuendi kuhubiri leo kupitia punda. Wengine tunapanda ndege
Wengine tunapanda magari, hatuweki maji ndani na hatutemei ndani. Tunaweka mafuta na hiyo gharama yote ili kwamba sauti hii itoke. Tunanunua microphones, tunaweka mataa ili kwamba unione na ili kwamba am I talking to somebody? Injili ina nini? Ina gharama. Na Mkristo aliyeokoka anaanza kuelewa ya kwamba ikiwa nilipewa wokovu kwa bure, ni sharti nianze kugharamika ili kwamba wokovu hii iwafikie wengine. Sifa kwa Mungu. Hiyo wokovu imepewa kwako kwa bure, sasa ni kwako wewe kugharamika ili kwamba wengine waipate kwa bure. Usifanye wokovu inakuwa expensive. Wangapi wanataka kuokoka usiku wa leo? Kila mtu 10,000. Jamani, mtoto wa Mungu, ni wewe unafaa kugharamika kwa muda wako ili kwamba huyo Kristo aliyekupea bure akuhakikishie na wewe umepewa wengine bure. Kama kuna mtu anaelewa ninachokifunza, sema napokea. Salvation was given to us free, but it costed somebody's life. And that's the reason why Kina Peter had to give also their lives to make sure it reaches us on a free delivery. And you, on your time, you have to pass it by any means possible so that the ones who will carry it next may get it for free too. If you hear me say amen. Hallelujah. Renard Bonke akasema, leo ninasimama Afrika ninahubiri na watu wanaokoka mamilioni, lakini kuna watu ambao walilipa gharama ili kwamba wengine wetu tuhubiri kwa uhuru katika nchi hizi. Kina David Livingstone walilipa kwa damu yao ili kwamba wale wainjilisti watakao kuja baadaye nao wawe na uwezo wa kupeana free. Na sisi tunafaa kuhakikisha tunalipa gharama ili kwamba wale watakao chukua kesho wachukue ikiwa nao free kwao. Kama unanisikia sema amen. Kama unanisikia sema amen. Kwa hivyo kutoka leo, mtoto wa Mungu, asikuuzie wokovu mtu yeyote. Wokovu tulipewa kwa neema. Nasema wokovu tulipata kwa neema. Nasema wokovu tulipata kwa neema. Mtu asikupimie pumzi dunia hii. Tuliokolewa kwa neema. Aliyetuokoa alituokoa kwa neema. Kwa hivyo unapoanza kuomba, shetani asikuje kukuambia hujaokoka. Mwambie sio wewe upeana wokovu, niliokoka kwa neema kupitia imani. Point number 4. Your forgiveness and redemption was sealed. I say your forgiveness and redemption was sealed. Msamaha wa dhambi zako na ukombozi wa maisha wako haikuji leo, ilimalizikaga kitambo. Uliwahi kusamehewa na Mungu na mkombozi ukaachiliwa kwa maisha yako. Uliwekelewaga muhuri kitambo. Let's look at Ephesians 1:7. Ephesians 1:7. Kwa hivyo mtu akikwambia ninaona unabeba mapepo, unabeba laana, unamwambia huyo mwenye unaona sio mimi. Mwenye uko unaona ni wewe. Mimi unayemuona, msamaha wa dhambi ulikuwaga umewekwa tayari, na ukombozi wangu, haleluya, na ukombozi wangu uliwekwaga muhuri kitambo. So utaniuliza, sasa hii tunakemeaga ni nini? Listen and listen carefully. A Christian can be oppressed because he lives on earth. But a Christian will never be possessed. If you are a true Christian, then you cannot be demon possessed. You can only be oppressed by things. Oppression ni yenye inaweza kukuguza kutoka ngambo na ngambo. Shetani anajaribu kukudisturb ili kwamba atikise kilicho ndani. Lakini aliye ndani hawezi kukaa ndani yako na mapepo pia ikae. We have been played our minds for long.
tumechezewa. Ninaona wewe una mapepo 7. One of my daughter akaambiwa hapo railways. That was 2013. Akaambiwa ninaona uko na mapepo 910. Na kila pepo ni shilingi 1. Tutakemea 1 baada ya ingi. My daughter akawaangalia akawaambia mimi hapa tu mali niko na 300 shillings. Akamwambia no problem, tutacombine. Tutaunganisha kila shilingi 1 pepo 3. Alafu tufukuze. Angalia mwenzako mwambie msamaha wa dhambi yako na ukombozi wako haukuji leo. Uliwekwa muhuri na Yesu Kristo. Nasema uliwekwa muhuri na Yesu Kristo. Hausamehewi dhambi leo na haukombolewi leo. Ulimaliza. Let's read 1, 2, 3, go. In him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins according to the riches of his grace. In him, in who? In Jesus. Are you in Jesus? Are you in Jesus? Then lift up your hand and say, I am free. I am not possessed by sins and by any demon. You are not demon possessed, child of God. You are full of the Holy Spirit. Satan can try and oppress you from all corners. Satan can try and tempt you from all sides. But as long as what is in you is protected, as long as Christ in you is protected, then you will never be possessed by any demon. And that's the reason why ukiamuka kwa imani, vyote vilivyokuwa vinakuoppress vinaanguka. Hallelujah. That's the reason why the Bible says the more they were oppressed, the more they multiplied. Kwa sababu kumultiply ina depend na kilicho ndani, sio kilicho nje. Kwa hivyo mtu asikuogopeshe wala mtu asikuweke wofu. Aliyekufa msalabani alimaliza yote. Yesu Kristo ndani yako ni yote ndani ya yote. If you hear me, say hallelujah. This is the message of grace. Stop condemning yourself every day. Ninaona mapepo, ninaona shetani, ninaona kizimu, ninaona tena usiku mzima ni kama walikuwa unawaoneaga wapi? Kutoka leo akili zako zifunguliwe. Kutoka leo akili zako ziwekwe huru. Kutoka leo roho yako ipumue wazi ya kwamba kufa kwake Kristo kulileta msamaha wa dhambi na kukaleta ukombozi wangu. Kupitia damu yake niko huru kabisa. Na mtu asikuogopeshe. Tunapokemea vitu hapa, we are chasing away the attacks and the tactics of the enemy which are coming to oppress us. And when we see somebody who is possessed, we command the demons out and we lead them to Christ. And when they receive salvation, they can no longer be possessed again. Waliompokea Kristo kwa ukweli, sio kwa maneno ya midomo, lakini zaidi ya maneno ya midomo waliamini kwa mioyo, hawawezi kuwa possessed. If you hear me, say amen. Kwa hivyo from today, you are getting a new style of approaching things. Kama unanisikia sema amen. Kuna jinsi utakavyofuatilia maisha yako, ukijua ya kwamba shetani anajaribu kunitesa, lakini haana nafasi ndani yangu. Ukombozi si upati, ukombozi niliupata. Hallelujah.
Msamaha wa dhambi haukuji saizi. Unaoshaona mtu mwenye anaenda mbele za Mungu na hitaji nzuri, lakini anapofika mbele za Mungu ana spend time yote, baba mimi mnyonge, baba mimi mdhaifu, baba mimi ambaye sifai, baba mimi ambaye sienei. 4 hours. Na Mungu anajiuliza, sasa kama wewe mnyonge na mimi ndani yako, kama wewe haufai na mimi ndani yako, kama wewe hauenei na mimi ndani yako, kila kilichokuwa kinajificha ndani ya maisha yako kinataka kujireflect kwako ya kwamba haujafunguliwa, ya kwamba haujawekwa huru. Na kiamuru leo kiondoke, kwa sababu akili zako hazitabaki chini ya utumwa tena. Umegundua ya kwamba you are free. I say you are free. The day you received Christ as your personal Savior, you are set free. You are redeemed. I say your redemption was sealed. And your forgiveness that day was sealed. And when I talk of forgiveness of sin, I'm talking of the sins you committed and the sins that Satan is lying to you that have never been forgiven. All of them were forgiven. They were not covered. Oh, napenda Daudi anasema, usihesabu dhambi za ujana wangu. Hallelujah. Oh, what you committed then. When you said, Jesus, here I am. He embraced you and he took them away in the tomb of never to remember. Vimezikwa kwa kaburi ya sitawahi kumbuka. Kama unanisikia sema niko huru. Due to that, I said due to that, you are, number 5, due to that, you are above condemnation. I say if your redemption and your forgiveness was sealed, then number 5, you are above condemnation. Let's look at this. Romans 8 from verse 1, we will go up to 3. Romans 8, 1 up to 3. Somebody confess, say, I am above condemnation. Somebody confess, I am above condemnation. Condemnation in Swahili is hukumu ama lawama. Hukumu. Mtu aseme niko juu ya hukumu. Not because you just say it, but because your salvation is a full package. Am I talking to somebody? Am I talking to the people who have given their life to Christ? Am I talking to people who believed and they confessed with their mouth? Am I talking to people, niko naongea na watu wale ambao hawakumbuki siku yao ya ubatizo, wanakumbuka siku yao ya wokovu. Hello? Unajua kuna wengi ambao wako makanisani hawajui siku yao ya wokovu, wanajua tu siku yao ya ubatizo. Siongei na wale wanafaa kutujoin leo. Kama unanisikia sema amen. Wanafaa kufanya confession na vinywa vyao na wa believe kwa mioyo yao. Lakini ikiwa umeshagaokoka, kama umeokoka, inua mkono yako ni pepe. Kama unajua Kristo ni Bwana, umeokoka, inua mkono yako ni pepe. Sifa kwa Mungu wetu. Kama unaokoka basi soma pamoja na mimi 1 2 3 go. Therefore therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Let's go back again. Don't move. Are you there? 1 2 3 go. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Let's go to. I love the Word of God. I love the Word of God. The Word of God is so sweet. Let's go. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Can we read that again?
For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. 3. For what the law could not do in that it was weak through the flesh, God did by sending his own Son in the likeness of the sinful flesh. On account of sin, he condemned sin in the flesh. Glory be to Jesus. I said glory be to Jesus. I want you to know from today, among what define you, condemnation has no place. I said condemnation has no place. I said condemnation has no place. I said condemnation has no place. Inamaanisha nini? Wakati unapoenda kwa magoti kuomba na sauti inakuja na kuambia hujasamehewa, hakuna anayekusikia, unamwambia there is therefore no condemnation for those who are in Christ Jesus. Unamwambia shetani, sikiza nikwambie, hakuna hukumu kwa wale walio katika Kristo Yesu, kwa sababu yale unayonikumbusha niliyatenda nikiwa chini ya sheria ya mwili, lakini kupitia Kristo sheria ya mwili ilivunjika, na sasa niko huru, natembea katika roho na wala sitembei katika sheria ya mwili. Kwa hivyo asikushtue shetani kukuhakikishia ya kwamba hiki na hiki hakijatendeka, kwa sababu maombi yako inaonekana haujaokoka, haujatubu, haujabadilisha, haujafanya hiki. Unamkumbusha, unamwambia shetani, sikiza nikwambie, hii ujinga ya kunikondem ndio utaacha. Wakristo wengi walishindwa kuendelea katika huduma kwa sababu maisha yao inajaa kujikondem. Yawezekana ni kwa sababu nilitoaga hiyo mimba, ndio kwa maana leo niko napitia hivi. Ikiwa basi dhambi zetu za kitambo zinafanya tupitie tunayoyapitia baada ya wokovu, basi nguvu za damu ya Yesu ni gani? Wokovu tulioupokea ni wa aina gani? Naja kukutangazia leo, Bwana Mungu hakumbuki dhambi za ujana wako. Nasema ulioyatenda kabla hujaokoka, hakuna Mungu yeyote mbinguni anayeikumbuka. Yalisamehewa na yakazikwa. Anayekukondem na kukulaani kila siku, kukudanganya ya kwamba ni kwa sababu ya vilivyotendeka, utamtangazia leo ya kwamba in my identity I have realized I am above condemnation. Oh, ninasikia nilikuwa nishakuwa katika uwepo wa Mungu, shetani ananikumbusha kitu nilitendaga 10 years ago, inanirudisha down. Maana ulikuwa tu down. Ukisha ingia katika uwepo wa Mungu, akitaka kukaribia, acha moto ya uwepo imchome, kwa sababu katika uwepo wa Mungu, yeye asiyetuhesabilia dhambi zetu, yeye asiyekumbuka maovu yetu, yeye asiyekumbuka makosa yetu, ametupa nafasi ya kumkaribia ili kwamba wokovu ulioingia ndani yetu ukamilishwe. Kila mmoja hapa na historia. Halo? Kila mmoja na historia, lakini hakuna aliye na historia iliyo na nguvu kuliko damu ya Kristo. Nasema hakuna aliye na historia iliyo na nguvu kuliko damu ya Kristo. Alipokusamehe Kristo, alizika historia yako. Kwa hivyo kila sauti inayotaka kukukumbusha yaliyowekwa kwa damu ya Kristo inataka kuminimize nguvu ya wokovu. Kama unanisikia sema amen. Usiruhusu chochote kile kiminimize nguvu ya wokovu kwako. Uliwahi kumuua mtu? Anataka kukuhakikishia tukiingia mbinguni leo tutamkuta Musa pale, na aliuaga mtu. Halo? Tukiingia mbinguni pale tutamkuta Paulo, aliwekelewaga nguo hivi akiona wakiwa Stefano, lakini kwa hiyo meza pale yeye na Stefano watakaa. Kwa
Kwa nini? Kwa sababu baada ya wote kukutana na Kristo, walivyovitenda vinazikwa, walivyovifanya vinasahaulika, walivyovitenda vinasahaulika. Hakuna hukumu baada ya msamaha. Hakuna hukumu iliyo na nguvu kuliko damu ya Kristo. Sijui ni nani ninaongea na jioni ya leo ambaye anakosa usiku, kwa sababu shetani anakosa usingizi. Shetani anamtorment kila siku, akimkumbusha aliyoyatenda miaka imepita. Baada ya kukiri kwa kinywa chako na kuamini kwa moyo wako, aliyekusamehe amekusamehe, aliyekutakasa amekutakasa, aliyekuosha hakufunika dhambi zako, alifutilia mbali dhambi zako. Wewe ni zaidi ya vile unavyojiwazia. Wokovu wako sio rehearsal. Wokovu wako uliwekwa muhuri kwa damu ya Yesu Kristo. Umekombolewa. Sifa kwa Mungu. Nasema sifa kwa Mungu. Kwa hivyo unapotembea, tembea kichwa juu, sio kwa sababu unaringa, lakini kwa sababu unajua aliyenikomboa, aliyenibadilisha, ninamjua na ninamfahamu. Ninasema ninamjua na ninamfahamu. Ninamjua aliye mwamba, aliyeniokoa, ni Bwana Yesu. Ninamjua, come on, aliye mwamba, aliyeniokoa, ni Bwana Yesu. Ninamjua, ninamjua aliye mwamba. Bakia kule kaka, ni Bwana Yesu. Alo, je, unamjua aliyekuokoa? Kama Bwana yeye ndiye alitoa maisha yake, damu yake ikamwagika msalabani, acha kuruhusu yeyote kukuhukumu. Na watakuambia, mbona toka uokoke hakuna chochote kile tumeona kwa maisha yako? Unawaambia ya kwamba aliponiokoa hakuniita ni reflect mara moja, lakini ni hatua moja baada ya ingine. Inanipeleka kwa point number 6. You are on the right track. It's just a matter of growth. Are we together? Point number 6. When you get saved, you enter into the right track. What remains is the matter of growth. Let's look at John 15:16. John 15:16. We are on the right track. It's just a matter of growing so that what is expecting of us may start manifesting. Hallelujah. Yohana 15:16. 1, 2, 3. Read with me. This is my favorite scripture in the Bible. 1, 2, 3. Go. You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit. It's just a matter of growing. When I grow, I will start bearing fruit. And that your fruit should remain, that whatever you ask the Father in my name, he may give you. It is just a matter of time, you will start bearing fruit. I said just a matter of time, you will start bearing fruit. Utaanza komaa katika maisha ya kiroho, kuna matunda utaanza kuyazaa. Ni mata ya kutembea katika wokovu, na katika kuendelea kukomaa matunda yanaanza kuonekana. Sifa kwa Mungu. I say glory to Jesus. If somebody tries to remind you of who you are, unajua kuna wale watu ambao mnakutana na wao wanataka kukuelezea wewe wa kitambo. Do you know such people? They don't have any record of you. I believe, I have been using my son as an example. I believe whoever saw my son on Wednesday knew my son differently. True? And yesterday was Thursday, he gave his life to Christ. Today, if they look for him where they used to find him, they can no longer get him. He has moved on. He has moved on.
ametoka katika hiyo ulimwengu yao. Sasa mwenye atamuangalia amujudge juu ya Wednesday, iko wrong. I say iko wrong. So never again allow anyone to judge you of your past. Your past is gone. I say your past is gone. Give me Romans 6:6. Romans 6:6. I say your past is gone. Oh, na hiyo tabia yenu ya kuwekea watu tuma recordings, tuma vitu tukuwakumbusha. Wewe unakumbuka Pastor John Muli? Na unakumbuka na hiki na hiki na hiki? Unakumbuka hiyo siku yenyewe ulipigaga hiyo simu usiku ukaongea hivi na hivi na hivi na hivi? Unakumbuka? Ninakumbuka nilikuwa ningaliki katika hali za kitambo, lakini wewe kinya ujui ni kwamba katika safari yangu nilikutana na Kristo akanibadilisha. Baada ya kunibadilisha, wewe ubakiane image ya kitambo, wasionijua saizi wako wanapata ya mpya. Romans 6:6, 1, 2, 3, go. Knowing this, that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves of sin. If you knew me as a slave of sin, what you never knew is that my body got crucified somewhere. And after that crucifixion with him, I am no longer a slave of sin. I am a new creature. So anyone who knew in 1990 whatever, wherever they found you, whatever they did with you was buried the day you get saved. I said whatever you did was buried the day you got saved. If you hear me, give Jesus a clap. So, when you are talking of your identity, you must know your origin. You must know your origin. Number what? Number 7, you came from heaven, but gained the earthly access through your parents. I repeat, you came from heaven, but gained the earthly access through your parents. Give me Jeremiah 1:5. Jeremiah 1:5. When you are talking of yourself, talk of yourself knowing where you came from. Where you came from. 1, 2, 3, go. Read with me. Before I formed you, not your father talking, not your mother talking. This is the one who formed you, the one who knew where you came from. Jesus, the God of heaven. Are we together? 1, 2, 3. Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I sanctified you. I ordained you a prophet to the nations. Hello? Whoever lied to you that you came from Kirinyaga? Whoever lied to you that you came from Ukambani? Whoever lied to you that you came from Nyansiongo? From Kehumbu? Hello? Whoever lied to you that you came from Kaziba? Muchingwa? You only reached there through the access of your parent, but you came from heaven. I say you came from heaven. I say you came from heaven. You are a plan of heaven. Oh, madam, you are a plan of heaven. He planned you in heaven. He made you ready. If you are a plan of heaven, then you can survive anywhere. Because what flows in you is not determined by your parents. What flows in you is determined by the one who formed you. I say it is all determined by the one who formed you.
He who formed you is the one who sanctified you. I came to announce to somebody, you cannot inherit the mistakes of your bloodline because you only gain access on earth through them, but you are from heaven. I say you are from heaven. I say you are from heaven. No more inheritance of those curses. Oh, nimerithi laana ya wazazi wangu. Wewe wapi? Uliwakuta wapi ukarithi? Wao walikupatia access duniani. Lakini hata wao before they could even think of you, you were formed somewhere. I say you are formed somewhere. And you are not only formed somewhere, you are also sanctified. I say before you were born, you were sanctified. Oh, Raboshkaya Dabagada. You are sanctified. And beyond being sanctified, you are ordained. What I am doing today, or what I did on these pastors of mine, pouring oil on them, was the demonstration of what God did before they were born. I say I am not the one who ordained them. They were ordained before they were born. And so you are. I say, and so you are. You were ordained before your birth. Hallelujah. Hallelujah. So ukiona watu wako wanasimama wanapingana na wewe, watu wanajaribu kusimamisha, unawaangalia tu unashangaa unawaambia, before you came, I was sanctified. He who formed me knew that I will be here today. And he ordained me for such thing. He ordained you for that office. He ordained you for that job. He ordained you for that promotion. He ordained you for everything that you are looking for. So you are not getting it because the new boss came. You are getting it because it was ordained in heaven. It was well declared before you were formed. It was well prepared before you were formed. Walk knowing who you are. Hallelujah. Hallelujah. I say hallelujah. I say hallelujah. Your job may end, but he who formed you will never end. Situation may be dark, but he who formed you is always in the light of heaven. Do you understand when I told you last time, when you pray, you say, let your kingdom come as it is in heaven. Let it come on earth as it is in heaven. Why? Because we are not dominated and controlled by the economy of the earth. We came from home. Hello? Ukisikia ambassador wa Kongo analia eti maisha kwa magumu Kenya, manake hajielewi. Anafaa kulia maisha kwa magumu Kongo, kwa sababu mshahara yake haitokagi Kenya. Mshahara yake inatokaga Kongo. Vyenye vinafanya ofisi yake function havitoki Kenya, vinatoka Kongo. Decision zote ambazo zinamekiwa zake hazitoki Kenya, zinatoka niyo mashavu yake tu ndio inamweka. So when you find you, a Christian, crying, you are only on earth because that's where God wanted you to be. But all what controls your life is determined by where you came from. So when things are tough, acha kulia, oh, corona imetukula pesa. Unamwangalia unamwambia, baba, ulijuaga corona itakuwa, na ulikuwaga na plani ya kucheza wakati ya corona. Cheza kama wewe. Hii ni muda ulikuwa umeshapanga, ulikuwa umeshakacheza. Ulijuaga hii story itafika hapa. Ndio kwa maana ulisemaga kwa kitabu cha Isaiah. Wewe Mungu mwenyewe unasema Isaiah 43. Nipatie pale tuone kenye yeye Mungu anasema Isaiah 43. So that you may understand how to approach your God. How to understand this identity of yours. So that you may change the way you have been praying. If you hear me say amen. Yes. So that you may change the way you have been praying. I can see they gave us Matthew 6:10. Yes, give me now Isaiah 43. 43, yes. Can you read with me? 1, 2, 3, go. But now, thus says the Lord. Who? The Lord who created you, or Axon, and he who formed you, or
Fear not, for I have. Did he say fear not because you know where a man is? Did he say fear not because you know where the letter of promotion is coming from? Did he say fear not because you know that there is no enemy? But fear not because I have redeemed you. I am not redeeming you. I redeemed you before you began that journey. I formed you with the mindset, knowing that you will go through some things on earth. But I redeemed you before you began. Hello? Because in 46:10 he says, he knows the end. Let's go. Fear not, for I have redeemed you. I have called you by your name. Manake Mungu hajakuita kwa echo. Unajua kuna wengine wako tu hapa lakini ni kama kwa imani wanafikiriaga ni echo wanasikiaga. Mungu alikuwa anasema John Mutindo. Wewe unasikia tunda. Unadhani walikuwa wanaita tunda. Alikuwa anasema John Mutindo. Sasa kama hujawahi sikia jina yako acha kuitikia echo. Alikuwa amekuita kwa jina. Hello? Let me see. Kubai. Mbona humjajibu? Let me see. Mugoli. Bijou? Acha nitoke kwa official names. Touch. So hata kwa hizo nicknames bato kila mtu so kama kila mtu anajijua hata kwa nickname, una neema. Mungu hajaita jirani, amekuita wewe. Nasema amekuita wewe. I say amekuita wewe. I've called you by your name. You see, they have taken me to 46:10. You will okay, let's read 46:10, then we'll take me back to 43. 1, 2, 3, 46:10. I love the media. Muko sharp. Muko you. 1, 2, 3, go. Declaring the end from the beginning, and from ancient time, things that are not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. Maana yake, hakuna kitu kinakuja kipya kenye hajui. Take me now back to 33 so that you may be able to understand better. Are we together? Why he is telling you to relax? Why is telling you to understand who you are? Take me to now. Okay, I've called you by your name. You are mine. God is talking to you. God is saying, you are his. Have peace. You are his. Okay, 2. When you pass through the waters, I will be with you. Look at your neighbor. Can you relax tonight? Can you stop wondering? When you start understanding these things on your identity with Christ, you cool down and you deal with things without pressure. Because I can assure you, any other thing can fail, but the word of God remains standing. That's why I am not telling you what I think as a man of God. I am telling you what his word says. Because all other men, let them be liars, but let him be true. Let's continue. When you pass through the waters, I will be with you, and through the rivers, they shall not
overflow you. When you walk through the fire, you shall not be burned, nor shall the flame scorch you. Is God saying that there will be no water? Is God saying that there will be no fire? Hello? Hello? Give 3. One, two, three, read. Thank you. Do you hear that? Anajichocha pale. Anakuambia haiko kwa sababu ya uwezo wako, kwa sababu mimi ndiye Mungu wako. What am I telling you? Walk knowing that He is your God. So whatever you are going through will not swallow you, will not finish you, will not kill you, will not bring you down. Because in your identity, it is not about you, it's about He who formed you. It's about the one who brought you on earth. He understood that there will be time you will go through fire. He understood that there is a time you will go through water. He understood that there is time you will go through calamities. But He has given you a clear picture, a blueprint, that I will be with you. And these things, A, B, C, D, will be okay. Do you want another assurance of your identity, that you came from heaven, so whatever you are going through on earth, He understands? Give me Psalms 66. Psalm 66, verse 12. Psalms 66, verse 12. If you are hearing the word of God, say amen. If you are receiving the word of God, say amen. Oh, Psalm 66, 12. 1, 2, 3. Read with me. 1, 2, 3, go. You have caused men to ride over our heads. We went through fire and through water, but you brought us out to reach fulfillment. Can I read it again? 1, 2, 3, go with me. You have caused men to ride over our heads. So who caused that? God. So when you see men wanasimama kwa kichwa yako, unawaangalia tu unawaambia ni yeye amewaruhusu. Hamwezi kustua identity yangu. Dudu anaimba anasema mtu asikushitue. Mtu asikushitue. Am I talking to somebody? He has caused men to ride over our heads. He has allowed them to ride over our heads. And due to that, we went through fire and through waters. But it did not end there. Him again, Himself, God Himself, you brought us out to reach fulfillment. Another translation says, you brought us to the place of abundance. We went through fire and we went through water, but you brought us to the place of abundance. I can assure you, we will go through corona, we will go through volcano, we will go through whatever we will go through. He will still bring us to the place of abundance. I say He's still bringing us to the place of abundance. Whatever we are going through is none of their businesses. I can assure you, whatever you are going through after this service, when you understand yourself, things will turn. Because the kingdom is the kingdom of principles. They will know that you have understood yourself. They will take another shape. Point number 8. I'll tell you on Tuesday, stand on your feet. Somebody lift up your hands above your head and celebrate the word of God. As you celebrate the word of God, I pray that the revelation of your identity is coming your way tonight in Jesus. As you celebrate the word of God, I pray that the revelation of your identity is coming your way in Jesus' name. As you celebrate the word of God,
I pray that the entrance of that word will bring understanding and revelation. You will be able to understand yourself. You will be able to conquer what used to conquer you before. You will be able to turn what was turning your life. You will be able to bring back power into your life. Oh, Rabashakabaka. Lift up your hands and say, Dear Lord, I have realized today that I was saved by grace, not by the work I do. I was saved by grace through faith. So anytime the enemy tries to torment me, let them remember that it was a gift from the cross of Calvary that transformed me. I celebrate my salvation. I celebrate my salvation. I celebrate my salvation. I celebrate the salvation I received through faith by grace. Lift up your hand and say, Dear Lord, today I have realized that my sins, known and unknown, were forgiven, and the redemption was given to me through the blood of Jesus. So from today, I announce to the enemy, I am not demon possessed. I am not demon possessed. No matter how much they will try to oppress me, I have been redeemed by the blood of Jesus. I have him in me and I live in him. So whatever I ask is in his name. I receive in Jesus' name. Whatever tonight you will ask in the name of Jesus, because he lives in you and you live in him, because your mind has been set free, your mind has been renewed, that you are no longer under condemnation, so you are no longer possessed by any power. You are free. You have been saved, so your mouth will speak and things will be freely given to you. Celebrate the Lord as they are released. Celebrate the Lord as they are released. Lift up your hands. Say, Dear Lord, I have realized that no matter how I face challenges, through salvation, I am on the right track. I am on the right track. It's a matter of time for the fruit to manifest. I believe my time to manifest is surely coming. It's a matter of time. So I celebrate you for giving me sustainability power to be able to stand, for sustaining me, for sustaining me through the power of the blood of Jesus. Lift up your hand and say, Dear Lord, from today, I am above condemnation. Oh, somebody say, I am above condemnation. Every voice that has been tormenting me, reminding me of my past, today I announce to you, I am under the blood, and all my sins of the past, all my curses of the past, all my problems of the past have been buried by the power of the blood of Jesus. I declare I am above condemnation. 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 Satan, you can no longer torment me. Come on, somebody, as you put your hands together, declare whatever has been tormenting you will bow before the cross, will bow before the throne, will bow before the blood, because you are above condemnation. There is nothing that can no longer condemn you. There is nothing of the past, nothing of the present that can no longer condemn you. Whatever your fathers did, whatever your mothers did, whatever your forefathers did, can no longer come on you. You are no longer under condemnation. You have been set free. Behold, all things are new, for the old things have been taken away. So I declare, whatever
They have been saying that is coming through you because of your bloodline. Tonight, I declare the renewal of your mind. 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 You will not inherit what is not yours. You will not inherit what does not come through the blood of Jesus. Whatever will gain access on you must come through the blood of Jesus. Rapakadabashaka, Brakarabashandarababa, Brakarabarabashaka, Rabadagadabadagada, Ripokabashakayanta. I declare and I decree, whatever was tormenting you, every voice that was reminding you that you are a sinner, that you are not good, that you are not able, that you cannot make it, that you are not considered, that you are not forgiven, that you are not accepted, I announce to it today, you are above condemnation. You are above condemnation. You are above condemnation. You are above condemnation. Whatever the enemy will try and remind you, you used to be this, you used to do this, you used to behave like this, announce to them that the blood has washed away your life. You have been set free by the blood. You are no longer the used person. You are no longer the useless person. You are no longer the one in sin. You celebrate the blood of Jesus. Oh, celebrate the blood of Jesus. Oh, celebrate the blood of Jesus. Whew. Come on, somebody, can you do an act of faith? Can you breathe in and out? Come on, 1, 2, 3, let's go together. That tells you the old fear, the old torment, the old voices. Can you breathe them in and breathe them out? You are a free person. I say you are a free person. You were saved by the blood of Jesus. So whatever was tormenting your mind is gone. I say it's gone. Any voice that was coming whispering to your ears, let it know tonight that it can no longer torment you. You have realized that you cannot be possessed by demons. All what you are seeing in your life is around you, but not in you. In you there is the Father, the Son, and the Holy Spirit. They are the ones living in you. You are the carrier of Trinity, not of demons. You carry the Father. You carry the Son. You carry the Holy Spirit. They are the ones living in you. He is in you. Is it not written that he lives in us? Christ in us, the hope of glory. I said the hope of glory. No more torment. I said no more torment. And any demon that was oppressing you, I command it to catch fire. 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 Yes, you have gone through fire. Yes, you have gone through water. Yes, they have chased you out of the office. Yes, they have tried to take away your position. Yes, they have tried to do whatever they have done. But today, under the identity you carry, I declare, let fire burn them. I say, let fire burn them. I say, let fire burn them. I say, let fire burn them. Whoever sent sickness near your dwellings, I declare, let fire. I say, let fire. I say, let fire. I say, let fire. Holy Ghost, fire. I declare, Holy Ghost, fire. Hey, Rabashakaba, Rakarabashakababa, Ripakarabashanda, Riprokabarabarabashakaya, Ripakarabarabarayanta. Oh, your identity is an identity of somebody who understands that you can no longer be possessed by what they are sending. So every fear in you that is telling you that you have been already possessed, I command it to get out. 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 Oh, lift up your hands and celebrate him. You are a free person. You are a free person. So your sins are washed away. You are not under any condemnation. So lift up your hand and say, dear Lord, today
I have realized that I came from heaven. Say I have realized that I come from heaven. Before we continue with that declaration, can you read this scripture? I love when I say something, we back it with scripture. Colossians 1:27, 1 to 3, go. To them, God willed to make known what are the riches of the glory of his mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Those are the mysteries that God wants you to know. That in you, there is no demon. In you, there is no devil. In you, there is no disappointment. In you, there is nothing that the enemy planted that is still in you. Did I not declare as time, according to the book of Matthew, that whatever was planted in you, which was not planted by God, has been uprooted? So now what remains in you is Christ, the hope of glory. So when you go home, you're singing, oh, he is in me, the hope of glory. You sing it in your own beat. That is mine. Christ in me, the hope of glory. Hello? Hello? No more demons. No more tribulations. No more attacks. No more problems. For he who is in me is Christ, the hope of glory. So I can no longer be tormented. So lift up your hand and say, dear Lord, thank you, for I have realized that I came from heaven. I only gain access on earth through my parent, through my bloodline. But my origin is from heaven. Before I was formed, you knew me. Before I was born, you sanctified me. You ordained me. And you appointed me. I celebrate you for being my origin. I celebrate you for being my source. I celebrate you. I celebrate you. Thank you for revealing my identity. Thank you for revealing my identity. Through Christ, I have all what I need. It is done. I say it is done. I say it is done. I say it is done. Yeyote atakaye kukumbusha ya kwamba ulikuwaga hiki, unaona mwambia nimeshaga kuwa hiki. Haleluya. Na shetani akijaribu kukukumbusha dhambi zako, mkumbushe future yake. Unamhakikishia ya kwamba mimi zangu zina uwezo ya kusamehewa. Wewe hauna msamaha. Moto inakungoja. Hello. Akitaka kukuletea nyefu namwambia moto ni yako. Am I talking to somebody? Moto? Surely goodness and mercy shall follow us all the days of our lives, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Take your offering before we share the grace. Take your offering, take your offering, take your offering. Thank you, Jesus. Who are these? The Lamb seated on the cross. Lift up your offering and bless it. We crown you now with many crowns. Father, bless your children as they give tonight. Your power will be upon them. The power of God will expand their territories and make them great in Jesus' name. Amen. Even those who are online, may the Lord bless you as you give. Amen. Come and give your offering. Come on. The darling of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Oh, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb.
ask before we share the grace. My daughter, Immaculate, how is my son Peter doing? How is my son Peter doing? He's doing well. Can we celebrate the Lord? And now on this altar, I seal his healing permanently. Two things. Number one, he stood here and we prayed for him for exams. You remember? He passed well. He got B plus. Glory be to Jesus. He got B plus. And then last week, when was that? When I was called by my daughter that she has been called that the son is in the hospital, and she took and we went to the hospital. Hello? We arrived there. When was that, my daughter? Monday? Yeah, we went to the hospital, and the doctor who was attending to her tried to explain some languages. You know, sometimes doctors have languages. And she tried to plant fear. And I looked at the doctor and said, Doctor, so you are talking of this small issue. I was with you. And the doctor said, this is not a small issue. This is a big issue. We have to take you to the scan. I said, even if we go to the scan, we are talking of the small issue. Because it will end. It will have a solution today. And the doctor was like, okay, go and do the scan. When we were taken to the scan room, they did the scan. The doctor who was conducting the scan is another one, different one, told the son, after checking on you, he came out to us. He said, the doctor said, it's just a small issue. After conducting their testing, they say, oh, this, and they had some languages. We said it's a small issue. They did not have any reason for holding us. We were released because it was a small issue. And now I was waiting for that confirmation that he is doing well. And now we seal his healing permanently in Jesus' name. And anyone in your family who is sick right now, I declare as you lift up your hand wherever you are, any sick person in your house, let them receive permanent healing. Let them be set free completely. Let every disease evaporate from their bodies. And let the power of God set them free forever. Celebrate the Lord for the healing which has taken place in our houses, in our families, in our place of work. Even those who are here who had pain. Even those who are here who had pain, free from it. You are leaving this place free. I say you are living here free. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Amen. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. See you on Sunday as we come to receive again from the Lord. God has a message for you on Sunday. Don't be late. God bless you.